Asante. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kwa jina naitwa Mustafa Mohamed Kihago, nikiwa mimi ni mjumbe wa kamati maalum ya Arusha Muslim Union. Leo tuko mahakamani tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka 2026, na tuko na rufaa ambayo imewasilishwa katika Court of Appeal of Tanzania dhidi ya hukumu ya mahakama kuu iliyotolewa tarehe 13 2020 katika Len case namba 29 ya mwaka 2012. Kutokana na hati hii inaonekana kwamba BAKWATA wamekata rufaa wakipinga hukumu ya mahakama kuu kwa msingi kadhaa, ikiwemo kupinga uhalali wa usajili wa Arusha Muslim Union. Pili ni kupinga namna taasisi hiyo ilivyoingizwa chini ya sheria ya trustees. Tatu ni kupinga utegemezi wa barua ya mkuu wa wilaya kama ushahidi wa usajili wa awali. Nne ni kupinga uamuzi kwamba Arusha Muslim Union ndio mmiliki halali wa kiwanja kinachogombaniwa. Sasa kwa kifupi mambo yalivyo ni kwamba kesi namba 29 ya 2012 kati ya National Muslim Council of Tanzania BAKWATA na Arusha Muslim Union, mahakama kuu iliamua tarehe 13 mwezi wa pili 2020 kwamba Arusha Muslim Union ni taasisi halali kisheria na Arusha Muslim Union ndio mmiliki halali wa kiwanja kinachobishaniwa plot namba 34 block G area F Arusha City. Na mahakama ilikataa madai ya BAKWATA kwamba hati ilipatikana kwa udanganyifu, na madai yote ya BAKWATA yalitupiliwa mbali na shauri likaamuliwa kwa faida na maslahi ya Arusha Muslim Union. Sasa ndugu zangu, jambo la kujiuliza hapa, mbona tumekuwa sisi Waislamu wa Arusha tuna matatizo ambayo yamechukua muda mrefu toka miaka ya 60 mpaka leo? Kuna kitu ningependelea Watanzania Waislamu wenzangu mkijue, serikali ipo wapi katika haya yote? Sisi tunaona tatizo liko katika ofisi ya kabidhi wasimu mkuu wa serikali dhidi ya wanachama wa Arusha Muslim Union, na hili ningependa sana kuliaddress na kumfahamisha kiongozi wetu, mama wa nchi hii ambaye ni Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, alielewe pia kwamba kuna mambo mengi yanafanyika na baadhi ya wateule wake yanawafanya watu wakose amani na imani na serikali yao. Imekuwa ni mazoea kutoka kwenye ofisi ya kabidhi wasimu mkuu wa serikali. Tangu miaka hiyo ya nyuma tumekuwa tuna tatizo sugu linalosababishwa na ofisi hii ya serikali, ikizingatiwa kwamba Arusha Muslim Union ipo kwa mujibu wa sheria za nchi hii, na hayo yanathibitishwa na ofisi hiyo. Kabidhi wasimu mkuu aliwahi kuitwa miaka ya 2023 kuja kutatua mgogoro kwenye taasisi yetu ya Arusha Muslim Union, lakini badili ya wao kwanza kuuliza na kujua tatizo lipo wapi na kuyaweka chini mapote yanayozozana na kusikiliza hoja za pande zote mbili na kuja na suluhisho kwenye mgogoro uliokuwepo, ofisi hiyo inaibua mzozo mwingine mkubwa zaidi.